salam wanakuwa ndio watu wa kwanza katika dunia kuharibu ule ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kiasi kikubwa kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo anamleta Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam kuja kuyuhisha yale mafundisho ya dini aliyoanza kufundisha baba yetu Adam alayhi salatu wasalam, akafundisha Nabii Idris alayhi salatu wasalam, akafundisha Nabii Nuh alayhi salatu wasalam. Katika Qur'ani sura ya 2 aya 130 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin. Sadaqallahu alazim. Na ni nani huyo anayetaka kujitenga na dini ya Nabii Ibrahima na mila ya Nabii Ibrahima akaichukia hii dini ya Kiislamu, isipokuwa ni yule mtu ambaye anayeitarishia nafsi yake kuitia katika upumbavu tu. Na kwa hakika tulimchagua Ibrahima katika dunia kuwa ni miongoni mwa watu wema, na bila shaka kesho katika akhira atakuwa ni miongoni mwa watu wema kabisa. Kwa hiyo baada ya Nabii Adam alayhi salatu wasalam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimleta tena kiongozi mwingine mkubwa aje kuyuhisha mafundisho ya dini yaliyofundishwa tokea manabii waliotangulia mpaka kufika kwake Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, ili watu wapate kuwa katika kundi moja la dini moja ya haki aliyokuja nayo baba yetu Adam alayhi salatu wasalam. Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam alizaliwa katika mji wa Ur, Iraq, Mesopotamia, miaka 1400 iliyopita. Hawa walikuwa ndio watu wa kwanza katika dunia, walikuwa wameendelea sana. Inshallah tutakuja kuzungumza siku moja hapa mchango wa Uislamu katika maendeleo ya dunia hii. Tutakuja kulizungumza hili. Walikuwa wamepiga hatua kubwa sana ya maendeleo taifa hilo, na ni moja katika mataifa yaliyokuwa mataifa makubwa duniani yaliyotokea ni taifa hili la Iraq. Walikuwa wamezama kwenye ushirikina, na Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam baba yake alikuwa ni kuhani. Kwa hiyo alipozaliwa alikuwa anatayarishwa kwa ajili ya kuja kuchukua kiti kile cha baba yake aendeleze ule ukuhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa tayari manabii wote na mitume wote wanazaliwa wao wakiwa tayari ni manabii na mitume, na ndiyo maana habari zao wengine zinaelezwa kabla wao wenyewe hawajafika, zinaelezwa na mtume aliyotangulia au na kitabu kilichotangulia kikaeleza habari za nabii atakayekuja hadi ya kuwa bado hajafika katika dunia. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alielezwa na manabii na mitume waliotangulia na vitabu vilivyotangulia kabla yeye mwenyewe hajafika katika dunia. Manabii wote na mitume wote wanazaliwa wao wakiwa tayari ni manabii na ni mitume, na ndiyo maana anawaanzia mbali kuwapamba kwa tabia zilizokuwa njema na uchamungu na ilmu na hikma. Wanakuja kuwa ni viongozi wa kuwaongoza watu, ni lazima wao wawe ndio kigezo, wawe na tabia iliyokuwa njema. Nabii Yusuf alayhi salatu wasalam ana miaka 16, barobaro, maji ya moto ujana. Anaitwa na mke wa waziri mkuu aje kutenda tendo la fawahisha la zina. Sikiliza majibu aliyoyajibu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapamba kwa tabia zilizokuwa njema na ucha Mungu, kwa sababu wanakuja kuwa wao ni viongozi wa kuiongoza jamii. Watukufu wa Islam, yalipotokea ya kutokea kwa Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam mpaka kuyavunja yale maswanamu, da'wa hii ilikuwa ni kwa kwake yeye tu Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam,
Usithubutu ndugu yangu Muislamu kwa sasa hivi, kwa kuwa ni kitu kimesemwa ndani ya Qur'ani na alifanya mtume wa Mwenyezi Mungu, ukatoka ukaenda katika nyumba za ibada za wasiokuwa Waislamu ukaenda kubomoa. Uislamu hauruhusu jambo hilo. Uislamu hauruhusu jambo hilo. Watukufu wa Islam, ikabidi Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam ikatolewa amri kwamba achomwe moto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamnusuru mtume wake. Ndipo sasa Nabii Ibrahim alipohama, anatoka wapi sasa? Anatoka Iraq, Mesopotamia. Anahamia wapi? Anahamia Sham na maeneo ya Hijaz, Makkah, Saudi Arabia. Alifuatana na Nabii Luti alayhi salatu wasalam. Alipofika maeneo ya Sodom, pale akamweka Nabii Luti alayhi salatu wasalam, anaweka bezi, vituo, kwa sababu yeye anatakiwa aufikishe ujumbe wa Mwenyezi Mungu dunia mzima. Pale akamweka Nabii Luti alayhi salatu wasalam. Alikichagua kituo kile, sababu ya kwanza ni kuwarekebisha watu wa mahali pale kutokana na tabia yao chafu ya kuendeana wao wanaume kwa wanaume. Sababu ya pili, ile ilikuwa ndio njia kuu ya misafara ya kibiashara iliyokuwa inatoka kule juu, Kurdistan, Armenia, Azerbaijan, maeneo ya Uturuki na maeneo ya kule. Wanakwenda wapi hawa? Wanakuja Misri, wanakuja Sudani, wanakuja Ethiopia. Njia ilikuwa pale. Na hii misafara inayotoka huku Afrika inakwenda kule juu, njia ilikuwa ndio ile pale. Wakifika pale wanakutana na mtume wa Mwenyezi Mungu anayepokea wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unachukuliwa ule ujumbe, unapelekwa maeneo mengine ya dunia. Mwangalie dai huyo. Kituo cha pili akaenda kukiweka Palestine, akaenda kumweka Nabii Ishaq alayhi salatu wasalam. Kwa nini alichagua pale? Ni eneo lililokuwa pwani. Misafara ya biashara inaingia na kutoka kila wakati. Wakifika pale wanakutana na mtume wa Mwenyezi Mungu anayepokea wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanauchukua ule ujumbe, wanaupeleka maeneo mengine ya dunia. Kupitia kituo hiki cha pili cha da'wa cha Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, ujumbe ulifika Misri kupitia Nabii Yusuf alayhi salatu wasalam, mtoto wa Nabii Yaqub alayhi salatu wasalam, mjukuu wa Nabii Ishaq alayhi salatu wasalam, mjukuu wa Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ujumbe ukafika Misri. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafiruna. Nabii Yusuf anasema maneno haya, wattaba'tu millata abai Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ma kana lana an na'bud ma kana lana anawaambia ya kwamba mimi sifuati mila za watu ambao wasiomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa yeye ni mmoja tu, na wakawa wao hawaiamini siku ya mwisho. Mimi nimefuata mila, nafuata mila ya baba yangu Ibrahima na Ishaqa na Yakobo. Maana yake ni nini? Wale watu aliokuwa anazungumza nao, alafu akawataja watu hawa, hata kama hawakuwaona, lakini wamewasoma katika vitabu kwamba hawa ni manabii na mitume, walikuja katika dunia na wakaleta ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo yeye anawafahamisha ya kwamba yeye hakuleta dini mpya. Ujumbe aliyouleta yeye ni ule aliyofundisha Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam.
akafundisha Nabii Ishaq alayhi salatu wasalam, akafundisha Nabii Yaqub alayhi salatu wasalam, na yeye pia leo amekuja katika dunia anaendeleza mafundisho yale yaliyofundishwa na manabii na mitume waliotangulia. Hata kama hawawajui, lakini waliwasikia na wamewasoma katika vitabu vilivyotangulia kwamba manabii hawa walikuja. Kwa hiyo anawathibitishia yeye hakuleta dini mpya. Mafundisho ya dini yake yanaanzia kwa manabii wale mpaka kufika kwake. Kwa hiyo ule ujumbe kutokea kituo cha Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, kile cha Palestine, ujumbe ulifika Misri na maeneo mengine. Kituo cha tatu akaenda kakiweka Makka, Saudi Arabia, Hijaz. Pale akamweka mwanawe Nabii Ismail alayhi salatu wasalam, na ikawa Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam anavizungukia vituo vile vyote kuhakikisha kazi ya da'wa inakwendaje. Baada ya muda mfupi tu dunia mzima ujumbe wa Mwenyezi Mungu ukaenea. Ikiwa kama mtu mmoja aliweza ujumbe wa Mwenyezi Mungu kuueneza dunia mzima, leo sisi tuko wangapi? Tembea vijijini kama kule bara ukenda, utalia. Dini ni mijini tu. Kuna sehemu nimekwenda nikafika, ikawa nafungua msikiti, watoto wakanifuata wananambia, leo sio Ijumaa, mbona unafungua msikiti? Msikiti unafunguliwa Ijumaa tu. Wananambia, shekhe, leo sio Ijumaa. Wao swala wanajua ni Ijumaa tu. Ni lazima tutoke katika miji, tutembee, tukawafikishie watu ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Islam, Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalamu pale aliletwa na malaika, akaonyeshwa kwamba mahali penyewe ndio hapa na ule msingi wa Kaaba ndio huu. Katika ile dua ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam katika surati Ibrahima anasema, Mola wangu, hakika mimi ninakiweka kizazi changu hapa, mke wangu Hajir na mwanangu Ismail, inda bika al-muharram, mbele ya nyumba yako tukufu. Mola wangu, nikubalie mimi matendo yangu. Nani aliyemwambia kwamba hapa ndipo mahali ilipo ile baitul ile al-masjidul haram, kwamba ndiyo hapa? Na huyu Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, maeneo haya yeye ni muhamiaji, yeye alizaliwa kule Ur. Aliongozwa na malaika, akaletwa, akaambiwa mahali penyewe ndio hapa. Nabii Ismail alayhi salatu wasalam alipofikia ule umri wa kuwa ni kijana wa kuweza yeye anatembea naye kokote kwenda na kurudi, ndipo sasa walipokuja kuifanya kazi ya kunyanyua zile kuta za Al-Kaaba katika ule msingi aliyouweka yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walichokifanya pale ni kunyanyua zile kuta za Al-Kaaba katika ule msingi aliyouweka Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala tokea siku ile ile ya kwanza ya uumbwaji wa mbingu na ardhi. Akaja sasa wakaijenga ile Al-Kaaba. Imekuwa hivyo mpaka alipofika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na umri wa miaka 35, ndio ikaja ikajengwa tena. Imekuwa hivyo mpaka hivi leo kutokana na sababu mbalimbali, uchakavu, mafuriko, teknolojia kwenda mbele, lakini yote yanafanyika katika msingi ule ule aliyouweka Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala tokea siku ile ile ya kwanza alipokuwa anaziumba mbingu na ardhi.
Kwa hiyo mahali pale ni mahali